nyumba ya kufaa wala bima ya afya, yeye ananyanyuka anaenda kula na mke wake pale, wao na Saudi na kuomba haki iko wapi? Unaweza kumpeleka mahakamani kwamba au kwamba nini? Na mama alimpeleka mtoto wake mahakamani kwamba huyu anamnyanyasa kwa miezi 6. Mama yake akafariki. Sasa yeye kwa kweli ni wa mtoto wa kiume anamnyanyasa mama yake, anaoza kama mume wake. Sasa sio mtoto tena, hata mnyanyasa pale nyumbani. Akamstaki kwa miezi 6. Sijui aliporudi wanaje, sijui wanaje baada ya kufungwa hicho kesi. Ni mzazi wake. Wengine wanatishia hata kunyang'anya nyumba. Matatizo yako. Mtu amemsomesha, ameenda shule, mpaka ameenda chuo, kazi amepata. Amekuwa mlevi, kazi ameachwa, kazi amefunguzwa, anarudi nyumbani kunyanyasa mama yake, kuna chakula. Mimi bado mtoto wako, chakula mna. Ukupika leo. Sasa kule nini? Anaanza kuchukua vitu vya nyumbani na kuuza. Mlelea wakati huo na matumizi yako na hii bila kitu kinaongezeka. Sasa unataka yeye aende kujitegemea, baada anarudi kuuza vyombo vya nyumbani ambao wanatumia, na lazima sasa kufungia kila chombo kwenye chombo. Ikiacha nje itakuwa imeuzwa. Mateso ambayo wazazi na walezi wanapitia. Haki iko wapi? Mtu anapelekwa mahakamani kwa kuuza vyombo vya nyumbani. Sijasikia. Wazazi mnasemaje? Sema haki za serikali. Kama wanasema haki katika nchi ni haki kati ya nani? Kati ya serikali na watu wake. Kuwajibisha serikali katika matumizi ya vipato vya taifa ambapo wao huchangia kwa kulipa kodi. Kama kuna haki ya kudai, basi kuna haki ya kutoa mchango. Mchango wako unatoa autumike vizuri. Mbona hapa hakuna? Watu wanaweka hela mfukoni, wanaenda kukopa. Hela ya kukopa inaendesha nchi, badala hela ya watu waliotoa kodi inaingia mfukoni mwao. Pato madeni yanaongezeka na huduma finyu, lakini watu wanalipa kodi. Hela zinaenda wapi? Bado tunatulizwa kwa hela ya mkopo. Mkopo unaongezeka mpaka alipo kwa miaka 20, 40, 50, kama umeshasahau mambo ya kuendeleza watu wanaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo sasa ndio haki, nasema haki kwa haki. Uwiano wa haki na jinsi haki inavyoweza kuleta wajibu katika mahusiano ya watu au mahusiano kati ya watu na serikali yao. Na sisi tuhusike katika chagua viongozi ambao watasimamia rasilimali, watasimamia sehemu za utenda haki mahakamani, vyombo vya sheria na maeneo mengineyo ya kutuletea zile huduma muhimu katika familia na katika maisha. Kama barabara zitengenezwa vizuri,
kusambaza kutumia umeme kwenye friji, kwenye vinyozi, kwenye kutengeneza matofali, kwenye kutengeneza madirisha, kwenye kutengeneza nini, wanapata kipato, lakini wana wajibu wa kulipia umeme na maji. Basi ni huduma, lakini ni haki yako kutumia, basi una haki na wajibu wako wa kulipia huduma ambayo inapatikana, ambayo kwayo wewe unapata kipato. Tumsifu Yesu Kristo.